Katika swali letu la kwanza ambalo tunalianza katika siku ya leo, anasema ndugu yetu kwamba shekhe, ni upi mwandamo sahihi wa mwezi kati ya mwezi wa kimataifa na kitaifa? Taomba hoja madhubuti. Anaitwa Nasoro Khamis wa Magaoni, Tanga. Karibu sana shekhe. Naam, alhamdulillah. Kwa hakika swali hili linakaririwa kuulizwa kila mwaka, kwa sababu muulizaji na mtu mwingine yote anasikiliza anajua au anakiri kwamba masala ya muandamo ya mwezi yana ikhtilafu kubwa baina ya Waislamu ulimwengu wa leo. Lakini walio wengi ambao hawajui wanadhani kwamba hizi ikhtilafu ni mpya, kama zimezuka zama zetu hizi za karibu. Ndio. Lakini ukweli ni kwamba ni ikhtilafu za kitambo, za muda mrefu sana. Sahihi. Tangu zama za masahaba walikhtilafiana. Tayeb. Na msingi wa tofauti huko katika matamko mawili ya pande mbili za wanachuoni. Kuna wanachuoni ambao ni jamhuri ya ulama, kwa mfano Imam Abu Hanifa pamoja na Imam Maliki pamoja na Ahmad bin Hanbal. Tayeb. Wao wanaona kwamba mwezi kwa mujibu wa hadithi zilizokuja ukionekana popote ulimwenguni, basi inapaswa Waislamu ulimwengu mzima kufunga na kufungua. Na hoja yao kubwa ambayo wameitoa ni ile hadithi ya Mtume sahihi sallallahu alaihi wasallam aliposema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi. Hadithi inaendelea, fa in ghumma alaykum faqdiru la, ikiwa utafichikamana kwa sababu yoyote ile, au kiwingu mfano au vumbi nini juu huko, basi kadirieni. Na katika riwaya akmilul idda, kamilisheni hesabu ya siku 30. Kwa hiyo upande huu wa jamhuri ya wanachuoni na kauli katika kauli za Imam Shafi'i pia naunga mkono hii. Ndio maana wanachuoni nasema hii ni kauli ya jamhuri ya wanachuoni, yani walio wengi katika wanachuoni waliyazungumza hayo muda mrefu, na tegemeo la kubwa ilikuwa ni riwaya ya hadithi hii au hadithi nyingine ambayo ina mfano kama hiyo, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tasumu hatta tarawhu wala tuftiru hatta tarawhu, msifunge mpaka muone na msifungue mpaka muone. Kwa hiyo cha msingi wanakubaliana wanachuoni kwamba saumu, hatuwezi kuingia kwenye saumu mpaka tushuhudie kuonekana mwezi. Ndio. Na pia wanachuoni wanakubali kwamba si lazima watu wote ulimwenguni waone mwezi. Sahihi. Basi wakiona japo mtu mmoja anaweza akafunga. Kuna ikhtilafu nyingi hapa ambapo simala pake pa kuzungumza mwezi wa kuingia na kutoka, wanakhtilafiana wanachuoni. Kuna wengine wanasema kuingia mnaweza mkaingia na kauli ya mtu mmoja mwadilifu, lakini kwenye kutoka lazima wao ni watu wawili na kuendelea. Ndio. Ama kauli ya kundi na saa mtu mmoja anatosha. Sahihi. Kwa hiyo ni masala ya ikhtilafu haya, lakini upande wa msingi ni kwamba wanakubaliana kwamba Waislamu ahlus sunna hatuwezi kufunga mpaka uonekane mwezi. Kwa hiyo utaonekanwa na watu watakaofunga, na pia kwa njia ya kuwahabarisha wale ambao hawakuona, wa wale walioona kuhabarisha. Na ilikuwa ni kiongozi wa nchi ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo ndiye ambaye alikuwa analetewa habari na waumini pale alipokuwa Madina. Na imethibiti kwamba yeye binafsi katika riwaya zote hajauona yeye mwenyewe. Amekuwa akiletewa habari tu. Unaona? Akiletewa habari basi anaamrisha watu wafunge kesho. Au mara nyingine aliletewa habari za kuchelewa. Sahihi. Unaona, za kufungua. Yani watu wameamka na saumu. Ndio. Kwa mfano mwezi 29 kuamkia 30 watu wameamka na saumu, lakini anakuja mtu baada ya dhuhuri anakuja saa jana tumeuona. Kwa hiyo tena anaamrisha tena watu kwamba haya fungueni, lakini tutaswali kesho kwa sababu muda wa swala ya Eid umeshatutoka. Kwa hiyo swala zima la kuona mwezi Ahlus Sunna wal Jamaa wanaona ni jambo muhimu. Pamoja na kwamba kuna rai nyingine za baadhi ya wanachuoni wanasema si lazima kuonekana, lakini pia unaweza watu wakafunga kwa hesabu. Ndio.
Unaona, kwa kutumia mahesabu ya astronomy. Unaona yani hawa watu wa falaki, sio wa falaki waganga. Tunazungumzia falaki kama elimu ya astronomy. Kwamba na wao pia wana ule uhodari wa kujua kwamba mwezi utazaliwa lini, saa ngapi. Ndio. Kwa hiyo wanaona kwamba basi kuna haja ya wakubali hawa pa vile vile. Ni kauli inazungumzwa hiyo, lakini jamhuri ya wanachuoni wanaona kwamba ni lazima uwe umeonekana na mtu ima kwa njia ya jicho lake aini, au kwa njia ya mashine za kuangalia, kwa mfano telescope. Jambo ambalo linatumika na mpaka hapa hivi karibuni tulisikia Zanzibari waliletewa mashine ya kuangalia mwezi. Na pile kule Kenya pia mpaka wakajikusanya mamufti wa Afrika Mashariki wakasema sasa tatizo limeisha, tutafunga sote Afrika Mashariki kwa pamoja. Kwa hiyo hii ni kauli ya upande mmoja. Ama upande wa pili wameona mwezi bwana utawahusu wale watu waliouona tu. Unaona, wana msemo mashuhuri wanasema likulli baladin ru'yatu. Kila mji na uoni wake. Bas. Kwa maana ya kwamba watu wa mji ule kama wameuona na watu wa mji mwingine hawajauona, basi hawalazimiki kufuata uonwa wa mwezi huu. Unaona hili wanasema lina dalili. Wao dalili kubwa ambayo wanaitumia ni kisa cha yaliyotokea baina ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas pamoja na ilikuwa ni sahaba au tabi, nimesahau, ambaye mashuhuri anaitwa Quraib. Huyu anaelezea kisa, nitajaribu kuelezea hapa kwa faida, kwa sababu ni mambo ambayo tunazungumza mara kwa mara, lakini katika mlango wa kukumbushana. Katika hadithi ambayo imepokewa na Muslim kutoka kwa Quraib, anasema, nitaileta kwa tafsiri ili kupunguza wakati. Anasimuliwa na Quraib kwamba Ummul Fadli binti Harith, ambaye huyu ni mama yake Abdullah ibn Abbas, alimtuma kwenda kwa Khalifa Muawiya. Unaona, kwenda kwa Khalifa Muawiya huko Sham. Akasema hivi, yani kutoka Madina, mama Abdullah ibn Abbas amtuma Quraib kwenda Sham, Syria. Kwa sasa inaitwa Syria kule. Kuna jambo fulani kamtuma kwake Khalifa kule. Sasa anasimulia yaliyotokea. Asema, nilifika Sham nikakidhi haja yake huyo mama alinituma, na mwezi wa Ramadhan uliniandamia na mimi niko Sham. Ndio. No, naliuona mwezi usiku wa kuamkia Ijumaa. Usiku wa kuamkia Ijumaa. Yani kwa kaenda kule Jumamosi. Kiswahili cha kwetu kama aliona usiku kuamkia Ijumaa, kwamba Alhamisi alikuwa kule. Ndio. Kwa hiyo siku ya Alhamisi usiku wake sasa ndio ukaandama mwezi huu. Yeye mwenyewe akauona, anasema. Kisha nikawasili Madina katika mwisho wa mwezi, kwa maana walianza kufunga siku ya Ijumaa. Sasa wao walianza Ijumaa kufunga. Sasa aliporudi kutekeleza haja ya mama huyo alinituma na mwezi anasema, kisha nikawasili Madina katika mwisho wa mwezi huo, ndipo aliponiuliza Abdullah ibn Abbas, kaja mwisho wa mwezi huko sasa Ramadhani shafunga yeye mpaka afika Madina, mwezi huo unayoma unataka kuisha. Kisha akataja habari ya mwezi, akasema, ni lini mliona mwezi? Abdullah ibn Abbas anamuuliza nani? Quraib. Unaona wewe Abdullah akasema ibn Abbas, lini una mwezi? Nikamwambia, yani Quraib amwambia, nimeuona usiku wa Ijumaa. Akasema Abdullah ibn Abbas, wewe umeuona? Nikasema naam, na watu waliuona na wakafunga, na Muawiya naye pia alifunga. Unaona, aliungana azidi kumthibitishia kwamba mwezi umeandama siku hiyo na watu wamefunga.
Akasema Ibn Abbas, lakini sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumamosi, yani siku inayofuatia ndio muona. Unaona hivyo tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuone. Ndio ina maana 29 yao ilikuwa tena wao ni ile siku ya Ijumaa. Unaona kwa hiyo sasa sisi mpaka labda tuone. Akasema nani Kuraibu akamwambia Ibn Abbas, nikasema je, hutosheki na kuona kwa Muawiya? Akasema hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi sahihi imepokewa na Imam Muslim. Kwa hiyo kisa hiki au athari hii ndiyo ambayo ikatumiwa na watu wa upande wa pili, kwamba uone kwamba watu wa Sham na watu wa Madina wamefunga tofauti. Ndio, kwa sababu kila mmoja na mwezi wake. Sahihi. Sisi hatukuona, basi hatuwezi kufuata mwezi wa Sham. Ndio ikaja hii kauli likulli baladin ru'yatu. Basi kila watu na mji wao. Unaona sasa katika kauli hii, kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo hadithi anayoisema inaendelea sasa, lakini sisi tuliona usiku wa kuamkia, je utosheke? Akasema hivi ndio alituamrisha mtume. Sahihi. Ibn Abbas wanachoona nasema hakutaja hadithi gani hiyo ilimwamrisha mtume. Ni hadithi gani? Kaeleza athari hiyo tu basi. Hivi hakusema mtume alisema, yeye asema tu hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume. Wapi hajataja? Hakutaja maneno gani. Sasa wanachoona nasema tuchukulie hadithi yenyewe zilizopo ni hiyo, fungeni kwa kuona mwezi, fungueni kwa kuonekana mwezi. Au msifunge mpaka muone. Itakuwa ni moja katika hadithi hizo. Ndio. Kwa hiyo yeye Ibn Abbas kachukulia yeye unaona kwamba mpaka tuone sisi. Ndio pale akasema Muawiya, sisi mpaka tuone, kwa maana mtume amekusudia sisi tulioamrishwa tufunge, tuna watu wa mji huu, kwa hiyo tutaendelea kufunga, hatukubali mwezi huo kabisa. Unaona Kwa hiyo hii ndio hoja kubwa ambayo imekamatwa na upande wa pili. Sasa hapa ndio ikawa ndo asili ya mzozo. Watu na upande wa pili wanasema kwanza hii hadithi sumu liruyatihi ni amri khitabu wamepewa Waislamu kwa ujumla. Hasa unaona, kwa sababu ni amri am ya jumla. Na hapana dalili kama imewahusu watu wa Madina tu. Ina maana mtume anawahutubia Waislamu wote. Ndio. Unaona? Na hakuna dalili yoyote mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii inawahusu watu wa Madina au watu wa sehemu fulani. Ndio. Kwa sababu hawa ambao wanasema kwamba kila watu na mji wao, pakatokea ikhtilafu kubwa baina yao juu ni nini ya maksudio watu na mji wao. Je, watu waliokuwa karibu na mji wamo au hawamo? Kwa mfano hapa Tanga na Pongwe au Tanga na Muheza. Unaona huu ni mji na Muheza ni mji. Sasa watu wa Tanga wawe na mji wao, watu wa Muheza wawe na mji wao. Kwa mipaka ya mji ni upi sasa? Kukaja rai sasa, mkorogano baina ya wenye kauli hii. Kuna wakasema inavyokusudiwa kila watu na mji wao, basi iwe ni masafa ya kasri, kwa sababu mtume mambo mengi sana kayafunga na masafa ya safari. Ndio. Ambapo watu wanafupisha muda wa swala. Ndio. Hii ni maoni, hakuna hadithi imesema kwamba yani watu wafunge kwa masafa ya ni jitihada za wanachuoni hawa ambao wanasema kwa masafa ya kasri. Sahihi. Sasa masafa ya kasri kwa mtazamo wa vipimo vya kisasa ni masafa mafupi, kwa sababu kwa zama zetu masafa ya kasri ni kilomita 89. Ndio.
na kilomita 89 ni mfano kama Tanga na Mombo hapo Gorogo. Mombo mfano, piga mahesabu kiangalia kwenye Google, around kama 89. Ina maana sisi mpaka na watu wa pale Mombo ndio tutaruhusiwa kufunga na kufunga, lakini hapo ukishaingia nani Lushoto tu. Lushoto labda pengine ni karibu pia na Tanga, tuchukulie kwa sababu ni mlima tu. Lakini twende baada ya Mombo unaingia kijiji gani mfano? Mazinde. Ndio. Wao wafungi kivyao. Wako kivyao wao. Wamepita masafa yale. Au mfano Same ndio kabisa. Kabisa. Unaona Kwa kweli ilikuwa tatizo kubwa la kupashana habari. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata habari kwa kiasi kikubwa ni watu ambao wameona mwezi karibu na Madina. Ndio. Sababu ilikuwa kusafiri vipando vya kupeleka habari ilikuwa ima ni farasi au pengine ni ngamia. Unaona Sahihi. Ndio vipando ambavyo vya kupeleka habari. Zamani ilikuwa kwa hali yote mtu akija, kwa mfano wale mabedui watakuwa waliuona jana, hapakuwa sehemu mbali sana. Palikuwa ni karibu na Madina. Sasa gogoro ni wapi au masafa gani? Ndio. Sasa kwa kadri miji inavyokuwa na maendeleo ikaonekana sasa tuna khilafa ambayo ina miji mingi ya karibu, halafu tena tubaki kilomita 85. Kwa hiyo wanachuoni mfano wa Kishafii ndio ambao walikuwa na rai hii. Walisema hebu tuongezeni masafa bwana, iwe ni farsakh 24 kutoka masafa ya kasri, iwe farsakh 24 ambayo ni kilomita 133. Wameongeza. Sasa kilomita 133 tuchukulie kama hapa na tujalie Same. Same. Mfano tu tutasema. Hatuja kuwa na namba exactly kujua. Ina maana watu wa Moshi hawezi kufunga kama mwezi umetoka kabisa. Hawamo. Sasa nayo pia kukua kwa miji na ukasi wa watu kupelekeana habari kaonekana sasa hii 133 hii ambayo ilidumu muda mrefu sana, sababu zamani ilikuwa hamna mawasiliano, hakuna simu, hakuna radio, hakuna TV. Ndio. Ilidumu muda mrefu. Sahihi. Lakini kukaja rai nyingine ambayo imekuja ibuka miaka hii ya karne ya 19. Kwa upande wetu Tanzania au nchi za Afrika Mashariki, kukawa na mwanachuoni mashuhuri anaitwa Sheikh Al-Amin bin Ali. Ndio. Kwa mmoja katika mamufti wa Kenya. Aliandika kitabu cha machimbuko ya matalii. Kwa sababu wao wamekuja na rai kwamba watu hawawezi kufunga na kufungua isipokuwa watu wenye matlai moja. Watu ambao kwenye matlai moja. Sasa matlai ndio usumbufu ni baina ya masafa gani na masafa gani? Hawa shekhi wa zamani walishatoa rai hii. Yeye sasa kipindi kile tayari ilikuwa Afrika Mashariki Waislamu wamejiunga chini ya taasisi moja inaitwa East Africa Muslim Welfare Association, kitu kama hivyo. Ndio. Kwa hiyo alikubaliana mashekhi wakati ule kwamba basi tufungeni mwezi popote Afrika Mashariki unavotoka. Sheikh Al-Amini akawaunga mkono kwa kuandikia kitabu hasa. Tutayajuaje masafa ya matlai? Tuweke vipimo gani? Kwa hiyo yeye akapendekeza kwamba masafa ambayo yameona mwezi yawe yako ndani ya chumba ambacho kiko baina ya nyuzi 8 na nyuzi 8. Latitude na longitude. Kwa maana nyingine iwe ni masafa ya kilomita 901 square. Watakaona mwezi hapo wanaweza kufunga na kufungua pamoja. Ndio. Sasa ukiangalia na hapa Tanga mashekhe wa Madrasa Shamsia nao wakaandika kitabu cha Kiswahili kufasiri kitabu hiki. Kwa maana nao wakaunga mkono. Ndio. Sasa ukiangalia kile kitabu unaona kwamba mwezi mfano ukiandama
ukiandama sehemu moja ya Kitanzania mfano au sehemu kubwa ya Tanzania, basi kuna nchi ambazo zinaweza zikaona mwezi, ikiwepo zinaambwa zifunge na kufungua pamoja, ikiwepo Kenya pamoja na Uganda pamoja na Rwanda na Burundi sehemu fulani. Ndio. Halafu vile vile Sudani ya Kusini nayo pia na Ethiopia ya Kusini. Sahihi. Kwa mujibu wa mahesabu ya Sheikh Al-Amin. Na mwezi ukionekana mfano katikati ya Ethiopia, basi unaweza ukaonekana mpaka kaskazini ziwani huku. Yaani unaweza ukafungwa na kufungua kwa mahesabu mpaka na watu wa Bukoba huku kabisa waweza ukafunga huku chini hawezi, lakini ukionekana katikati ya Ethiopia, basi hata watu wa Yemen ya kusini kipande fulani wanaweza kaona. Ndio. Unaona na hii hali ilifanywa kazi na mashekhe wa Afrika Mashariki. Ndio. Mpaka mwaka 1990 kama sijasahau, ni kwamba mashekhe baada ya kuwa kukatokea mizozo baina ya Waislamu wa Afrika Mashariki na siasa zikaingia, ikabidi kila nchi ianzishe mwezi wake, baraza lake la Kiislamu. Baada ya kuvunjwa ile jumuiya, ilipovunjwa ile, basi siasa ikasaidia kuanzishwa baraza kuu la Waislamu wa Tanzania. Unaona, BAKWATA nafikiri ilikuwa mwaka 68. Unaona ndio. Basi haikuchukua muda, mwaka 70 kukaitishwa kikao kikubwa sana pale Chang'ombe, Dar es Salaam, cha mashekhe wa Tanzania nzima. Ndio. Wakati huo Zanzibar na Tanganyika zishajiunga Tanzania mwaka 70. Ndio. Sasa katika jumla ya mazungumzo ambayo yalizungumzwa mpaka yakafanywa maazimio, nitapenda Akhi Nasr unisaidie kusoma kifungu namba 1470 ambacho kitabainisha hasa msimamo ya mashekhe wa BAKWATA mwaka 1970 ilivyokuwa na mashekhe wa leo wa BAKWATA wanazungumza nini. Hili lilikuwa azimio la baraza ambalo limekusanya mashekhe. Anza kusoma hapa kifungu namba 170 mpaka ukurasa wa 24 juu hapa. Unaona hapa, nafikiri umepaona shekhe. Yani anza kusoma hapa mpaka hapa, Waislamu kwa kiasi kubwa watajua, kwa sababu hili jitabu la maazimio mimi nalo. Asante. Nalo alhamdulillah kama ni ushahidi wa kutosha kabisa. Naam, kifungu cha 1470. Naam. Tofauti za kufunga na kufungua Ramadhani. Katika mikoa iliyojibu juu ya tatizo hili, mashekhe wa mikoa hiyo iliyojibu waliafikiana ya kwamba popote mwezi utakapoonekana katika sehemu yoyote ya Tanzania na ikathibitishwa kwa mujibu wa sheria, yani kuonekana na mwanaume mmoja mzima mwadilifu kuwa umeonekana, basi watu wote waliomo Tanzania wana wajibu wa kufunga au kufungua kama itakavyokuwa. Lakini kulikuwa na baadhi ya walioona kwamba mwezi ukionekana umbali wa zaidi ya masafatil qasri, yani kiasi cha maili 58 kama vile Tabora na Kigoma, basi watu wa Tabora hawawezi kufunga wala kufungua kwa kuonekana mwezi Kigoma. Tatizo hili mkutano uliona kwamba limekuja kwa sababu ya kuelewa vingine aya ya Qur'ani na hadithi za Mtume. Mungu amesema, mwenye kushuhudia mwezi katika nyinyi na afunge, yani huo Ramadhani. Watu hufasiri neno shahida kwa maana ya kuona, lakini hili lina maana mbili. Moja ni hiyo ya kuona na maana nyingine ni ya kuhudhuria. Kutaka kujua ni maana gani inayotakiwa au iliyopendekezwa kati ya tafsiri hizi mbili, ni kutazama yale yatakayofuatia hiyo namna iliyopewa.
ikiwa tutachukua maana ya kuona, kwanza itakuwa Mungu amemlazimisha kufunga yule mwenye macho tu ya kuona, lakini yule ambaye ni kipofu asiyeweza kuona itakuwa hakuwajibika na kufunga Ramadhani. Na hivi ni wazi kuwa sivyo Mungu alivyokusudia. Na ikiwa ni kuona kwa macho, Mungu ametaja shahra yenye maana mwezi wa siku 29 au 30, wala sio mwezi wa kuandama. Kama ni ule mwezi wa kuandama ndiyo uliopendelewa, Mungu asingesema muufunge, kwani mwezi wa kuandama haufungwi bali zifungwazo ni siku. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba maana iliyopendelewa ni ile ya kuhudhuria, yani yeyote ambaye yuko hai wakati mwezi huo akiwa na macho au kipofu, akiwa ameona mwezi kwa macho yake au hakuona lakini ukathibiti kuonekana kwake. Ama hadithi ya Mtume iliyosema fungeni kwa kuona mwezi haina maana ya kuwa umeonekana basi watu watafunga au kufungua. Na Mtume aliposema hivi hakusema watu kwamba kwa kuwaambia watu wa Madina tu, bali aliwaambia watu wa ulimwengu mzima kwamba popote mwezi utakapoonekana wafunge. Maimamu waliweka mipaka ya umbali wa masafatil qasri kwa sababu siku hizo zao haikuwa rahisi mtu kusafiri kutoka mahala mpaka mahali pengine kwa haraka. Kama mwezi umeonekana kwa mfano Dar es Salaam, basi kupeleka habari kuwafikia watu walioko Tabora itachukua mwezi mzima kuwafikia. Kwa sababu hiyo ndio maimamu wakaweka mpaka huo. Lakini kwa siku za leo zenye maredio na simu na televisheni, habari inaweza kwenda popote ulimwenguni kwa robo dakika tu. Mipaka ya namna hiyo imekuwa haiwezi kufanya kazi yake iliyokusudiwa. Azimio imeonekana kuwa popote mwezi utakapothibiti kuonekana katika sehemu ya Afrika Mashariki, watu wa Tanzania wanaweza kuanza kufunga Ramadhan au kufungua Ramadhan na kuswali Eid, mradi tu habari hizo za kuonekana mwezi ziwe zimejulikana mapema na kutangaza kupitia makao makuu ya Waislamu BAKWATA. Mwisho wa kunukuu. Rejea kitabu hicho cha maazimio kilichotaja hapo juu kurasa wa 10 na 11. Naam, naona maneno sasa yako wazi kabisa. Msikilizaji nafikiri ataona tatizo hasa liko wapi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wanakubali mashekhi wa BAKWATA siku za nyuma ndio kwamba swala la masafa hili halina msingi tena kabisa na maendeleo ya teknolojia. Hasa jambo ambalo nilishangaa Sheikh Muhammad Idi alilipinga sana. Nyinyi Maanswari mnafuata teknolojia, kwani zama za Mtume zilikuwa na teknolojia na nini? Tukajibu kwa wepesi kwamba haya maneno ya mashekhe wako wa BAKWATA ndio walizungumza. Na wakatoa mfano wa mwezi wa Tabora. Unaona ndio kwamba mwezi ukitoka Dar es Salaam waweza ukaufikisha habari zake Tabora kwa njia ya urahisi, ilikuwa lazima upige simu kabisa. Kwa hiyo ndio ikawa sasa watu wa Tanzania wanafunga na kufungua kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano. Kwa hiyo hilo lipo. Huwezi kusema mambo ya teknolojia hayakuwepo. Nyinyi Maanswari mnatuletea teknolojia. Unaona hivi. Sasa kipindi kile cha East African Muslim mpaka walipoleta hii rai ya mwezi wa Afrika Mashariki, pia hali ya mawasiliano ilikuwa dhaifu. Ndio. Unaona nyumba Tanzania wakati Tanganyika inaanza ilikuwa Tanga nzima hii mwenye radio mtu mmoja tu. Subhanallah. Simu zilikuwa zile za kukorokocha, zile ambazo hazikuwa ni sasa kwa msingi wale uweka wao kwamba hadithi hawakusudiwa watu wa Madina. Mwezi popote pale ukiandama ndio inakuja kwamba wanaunga mkono ile rai ya mwezi popote unapoandama. Ndio. Unaona halafu sasa swala la maslahi teknolojia hivi sasa inaumbua. Kwa nini? Kwa mfano mwezi huu mwezi wa Ramadhani umeingia na 29. Hasa ni nchi ngapi zimeuona? Nyingi sana. Nyingi za Kiarabu. Bali na baadhi ya nchi za Afrika mpaka Kenya. Kwa mfano Mali, Kenya umeona. Swala la masafa aliyosema ya matlai Sheikh Al-Amin limeshapitwa na wakati kabisa, kwa sababu kilo 901 kutoka Saudi Arabia mpaka Mali
kilomita nyingi mno, zaidi ya 2000 labda. Unaona? Ndio. Lakini mwezi umeonekana 29. Sahihi. Kwa hiyo swala zima hili la matla limekufa automatically. Ndio maana sasa rai tusema yenye nguvu, rai zipo za ikhtilafu, lakini rai yenye nguvu ambayo ingeweza kuunganisha umma wa Kiislamu ni hii tu basi ya kimataifa. Hivi sasa nchi nyingi zinaathiriwa na watu wa siasa. Mfano hii nchi yetu BAKWATA ilikuja athiriwa na watu wa siasa kwa sababu ile kupinga umoja wa Uislamu Afrika Mashariki, ikaanzishwa BAKWATA, ikawa mwezi unaokubalika ni wa Tanzania tu. Mara nyingine mwezi unaweza ukaonekana Kenya hapa Lungalunga ambayo iko karibu na Horohoro. Ndio. Tanzania wakaukataa. Au mara nyingine Horohoro tukaona mwezi Kenya wakaukataa kwa sababu ya ule utaifa. Ukenya na Utanzania. Ndiyo. Sasa kweli dini ilitufundisha hivyo? Hapana. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Tayyib. Huu ni umma mmoja. Kwa hiyo njia ambayo au rai ambayo inakubaliana na sheria, unaona, ni hii ya mwezi mmoja ulimwengu mzima. Ndio. Wanatatizika watu wengi kuweko Muhammad Idi na wenziwe kwamba bwana itakuwaje bwana watu bwana masaa tofauti, wale usiku sisi mchana. Sisi twasema tunafunga pamoja siku moja hasa, unaona hatufungi siku mbili hasa, tunatofautiana masaa ya kufunga ya kuanza kufunga. Ndio. Kwa hiyo wale ambao mfano mwezi umeonekana mapema, nchi zitakazofuatia zitafuata mwezi ule unaonekana mapema. Ndio. Iwe ni mchana ni usiku. Kama ni mchana, sisi mfano huku tumeuona nchi za Arabuni au za Afrika Mashariki na mwezi 29. Kule Marekani ni asubuhi saa 5. Ndio. Lakini je, saa 5 ya kule ni tarehe 29? Hapana. Ni tarehe 28. Sasa watafungaje na siku 28? Haiwezekani. Kwa hiyo itabidi wasubiri magharibi nyingine na kuja asubuhi yake ikiamka wanaanza na mfungo. Kwa hiyo ikhtilafu, wanasema wanachuoni wa jiografia kwamba ikhtilafu ya ulimwengu mzima nchi ni masaa karibu 10 na ngapi sio? 12 tu basi. Hakuna saa 24. Hakuna saa 24. Na kweli ni sisi mambo ya Uislamu kuweka Ramadhani inaanza siku 2 au mfano Idi zinakuweko siku 2, lakini mbona sikukuu za Manasara tarehe 25 dunia nzima kabisa? Unaona kabisa ni siku moja kwa sababu wanatofautiana watu masaa. Sisi hapa Wakristo wa Tanzania wakisherehekea siku ya Christmas wataanza asubuhi yetu hapa. Kule Uingereza ni saa 4 ndio yaanza asubuhi. Hasa. Ukienda huko mbele zaidi magharibi ndio yazidi ku. Kwa hiyo ikhtilafu inakuja kwenye masaa ya kufunga. Sasa utashangaa mtu katika ubishani, itakuwaje bwana Indonesia wakati umeonekana Arabuni tofauti karibu masaa 6? Mbona wenda mbali huko? Kama tofauti ni masaa, sisi na Saudia tutofautiana sana dakika tunao. Kwa nini hatuutaki wa Saudia sasa? Kama ikiwa hoja ni masaa. Wakisimamisha swala kwa sisi tunasimamisha. Bali na rai yako ya kila watu na mwezi wao. Lakini watu wafunge kwa maslahi, kwa maana masaa mamoja. Maana imetolea mfano wa masaa tofauti. Sisi na Saudia, Maka na Madina, sisi watu wa Tanga. Kuna mtu alikwenda na saa kule Maka akabadilisha mishale ya saa? Hapana. Sasa kwa nini hatufungi na kufungua? Kwa hiyo utakuta kuna chuki za kisiasa, mara nyingine fitna za Mashia kwa sababu ya kuchukia Saudi Arabia, lakini watu wengine ambao hawaelewi wanajaribu kutubebesha maneno ambayo si yetu. Nyie mwafunga na Saudia? Hapana. Tunayo historia wana sunna Tanga hasa, tushafunga na Yemeni, tushafunga na Waislamu wenzetu Iraki, tofauti. Tukaacha Saudia kwa sababu mwezi umetoka Yemen na mimi nilikuweko wakati ule nasoma mambo ya kisiasa. Wakati ule Yemen ilikuwa ni nchi ya komunisti, haina uhusiano mzuri na Saudi Arabia. Mwezi umeandama Yemen, Saudia wameukataa. Na kweli ilikwenda Saudia ukaja kuonekana mwisho wa mwezi
28. Aya. Moja imekwenda na maji. Tena zama za Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Akaamrisha watu wailipe ile siku moja. Waje wafunge. Tofauti za kisiasa. Sasa kweli Yemen na Saudia kuna tofauti ya matrahi? Au mfano mara nyingine utakuta Omani siku zote au mara nyingi ndio tutakuwa na insafu. Wanapinga mwezi unaotoka Saudia. Wale kila siku. Unaona? Wanapinga. Hata huu pia. Ukiangalia ni sababu za kisiasa na itikadi. Sababu inajulikana Omani ni nchi ya kiibadhi, kwa hiyo wanaona hatuwezi kufunga na kufungua na ni mambo haya tu yanaingia. Lakini sasa kuna zamani ilikuwa tulipokuja na hii rai ambao ni kongwe wanachuoni walikuwa hasa kina Muhammad na mashekhi wenzie kwamba bwana nyinyi mmekuja na Wahabi. Ndio. Rai ya Wahabi. Unaona? Nia yenu ni kutenganisha wa Tanzania. Unaona? Na mara nyingine kushakiza serikali hasa. Watakuja kuleta fujo baadaye hawa. Fujo gani ya Rabbul Alamin? Sisi tangu tumeswali na mwezi wa kimataifa umesikia fujo yote? Hakuna. Ni amani, na nchi hii katiba yake imeweka wazi kuna uhuru wa kuabudu. Kabisa. Ndio juzi naibu mufti wa Zanzibar alitoa hii fatwa ya ajabu. Lakini mimi nikasema hawa watu watakuja kubadilisha hii fatwa kwa sababu kwanza watu hawatakubali, na hata katiba ya Zanzibar haikubali. Kipengele cha uhuru wa ibada kiko kwenye katiba za sekula dunia nzima. Kila mtu afanye ibada anavyotaka. Utakuabudu ng'ombe, utakuabudu Jumamosi, Jumapili, shauri yako. Unaona, ndio nchi kama hii na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo sasa kwenda kuwazuia watu wasitangaze mwezi wakati katiba imesema mtu ana uhuru wa kutangaza dini anayotaka. Hasa. Unaona? Maadamu haingilii mambo ya siasa. Na sisi kwa tuingilie mambo ya siasa bwana. Tutangaza mwezi wetu. Sijui nyinyi mtaleta vurugu manake mna siku yenu ya Idi wakati serikali hakuna mtu amekataa kwamba eti serikali ikifanya Idi kesho. Sisi kazi yetu ni kuabudu, tukuswali na kuondoka. Ndio maana tutasali mapema hata kabla maofisi hayajafunguliwa. Kwa watu wakishamaliza kuswali hao wanakwenda makazini. Na pengine Sheikh, kuna zile tarehe za sikukuu ambazo zinaonekana kwenye kalenda zetu. Yaani mara nyingi mwezi unaotangazwa na BAKWATA unaendana na zile kalenda. Unakuwa kuwaje? Maana watu wanaona zile kalenda zimetengenezwa kiteknolojia kubwa sana. Hizi kalenda nyingi zina makosa. Kwa sababu chimbuko lake nini hizo kalenda? Wewe ukasema kalenda zilizotengenezwa zaenda sambamba na BAKWATA. Kinyume, zile zinazotengenezwa Saudi Arabia hizo zinaenda. Unaona? Kwa hiyo ni masala ya kuunda tu mwezi huu bana, sisi hatutafunga. Wamejenga itikadi baada ya hata siku moja tuweze kufunga na Saudia. Sasa juzi mmeletewa hii na mkaahidi watu Afrika Mashariki wamefurahi kuanzia leo. Sasa tutaangalia mwezi tukiutangaza ukitoka Burundi, Rwanda, wote kitu kimoja. Si mashine zimekuja? Haya, niambie safari watu wamefunga pamoja. Nashangaa hizo mashine kwanza wajua wakati wa kupewa media imefanya kazi. Lakini angalia wenzetu kule wanazo hizo mashine, wakianza kuingia kwenye anga kuangalia, wapigwa picha kwenye media ulimwengu mzima, watu wanaona bingwa kuangalia mwezi ule anaonekana hivi mwezi saa ile umeonekana. Allahu Akbar. Haya, mbona hapa tujui watu wamejificha? Hiyo mashine imekuwa tumepewa kwa vishindo mashekhe na mamufti kutoka Afrika Mashariki na wakaahidi mwezi ukionekana Rwanda na sote. Safari umetoka wapi? Kenya umetoka, Rwanda umetoka. Haya, mbona hukufuatwa? Kwa hiyo ni tunaambiwa kwamba ile mashine atakayeona itapelekwa kule. Atakayeona akisema mtu nimeona mwezi unapelekwa mashine kule. Sasa itatembea itatembea mpaka Lushoto na iko Zanzibar huko. Inabidi waombe serikali bombadia sasa. Mimi nasema ulimwengu siku hizi teknolojia itakuja kuweka kila kitu sawa. Unaona zamani ilikuwa watu wapate habari na siku hizi si hivi. Unaona kwa mfano jana mfanyika mashindano ya Qur'ani ulimwengu mzima watu wameona. Kabisa. Ni kitu kile. Sasa utasema jana ilikuwa tarehe ngapi? 16 ya kizungu.
17. Haya, kuna nchi ambayo imeshuhudia tarehe 18 ya mashindano? Hapana, wote tarehe 17. Siku ni moja, saa tu. Kuna watu ambao wakati sisi tunaangalia mwezi, tunaangalia mashindano yalianza saa mapema asubuhi, tusijalie saa 3. Unaona, kuna wenzetu tayari wako kwenye mchana kutoa mashariki, mchana wa saa 11 jioni wanaangalia. Ndio. Kuna wenzetu wengine waliokuwa huku upande wa magharibi, Uingereza na nini, kwenye saa 3 wao bado wamelala. Unaona, hawajaamka. Lakini wakiamua kuangalia, waangalia. Unaona? Kwa hiyo teknoloji itaweka kila kitu sawa. Wala tusiwe na wasiwasi. Zamani ilikuwa watu wamefunga wangapi na kufungua wangapi. Kwa wachache sana. Hasa. Leo si umeona umma huu? Kabisa. Unaona? Na unazidi. Tangamano hapa tu. Kadri watu wakitilafiana